Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ndugu yangu, tunashare masala na anwani muhimu katika anwani za kitaaluma. Anwani yetu ni swali linalosema ni nini tofauti kati ya BAKWATA na Ansari. Nataka nilete anwani kwa hii lugha ya kawaida kabisa ya watu wa kawaida. Nasema ni lugha ya kawaida kwa sababu BAKWATA ni jina la taasisi na Ansari ni jina tu la taasisi. Lakini sasa inavyochukuliwa katika jamii yetu, imekuwa ni kama vile haya ni madhehebu na haya ni madhehebu. Na mimi nitaongea katika level ya huo uelewa wa watu kwamba hii ni madhehebu na hii ni madhehebu nyingine, na maana hii kiuhakika haiko mbali na maana za kitaaluma, lakini kwa yani maana hii ya madhehebu haiko mbali na maana za kitaaluma, kwa sababu ni kweli ukichunguza utakuta kuna madhhabu na njia ambayo wanapita maansari, na kuna madhhabu na njia ambayo wanapita nini hawa wenzao. Kwa hivyo ukiongea kwa dhana ya madhehebu kwa maana ya manhaji na njia na mapito ya kidini, ni sawa pia ukiyatazama haya ni kama madhehebu mawili. Japokuwa hiyo sio fasaha sana kitaaluma. Swali hili ni la msingi kwa sababu ukiwaangalia hawa BAKWATA na Ansari wote wanajinasibu na ahli sunna wal jamaa. Nasema sisi ni ahli sunnati wal jamaa. Halafu wote pia wanajinasibisha kwa maimamu wanne ambao ni maimamu wa ahli sunnati wal jamaa, ambao ni maarufu kuwa ni maimamu wa kifiqhi. Lakini maimamu hao wa kifiqhi kadhalika wana aqida. Mapito yao katika aqida zao, mapito yao kiaqida na fatwa zao kwa mlango huu wa aqida, na mapito yao kifiqhi na fatwa zao katika mlango wa kifiqhi, wamepita katika njia katika mapito ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa hivyo wote hawa, yani maansari na BAKWATA, wanajinasibisha kwa hawa maimamu wanne, na kwa hivyo wanajinasibisha pia na vitabu vyao na mirathi walioacha hawa maimamu wanne kwa upande wa aqida na kwa upande wa fiqhi. Kadhalika tukiangalia katika chimbuko la hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, wote yani wanajinasibisha katika vitabu vile vya hadithi vya ahli sunnati wal jamaa, kama vile kina Bukhari, Muslim, wanajinasibisha kwa hawa maimamu na vitabu vyao, kina At-Tirmidhi, kina An-Nasai, kina Abi Daudi na wengine katika wanawachuoni. Ndio maana nikasema swali hili ni la msingi. Sasa watu wanauliza kwa nini wana ikhtilafiana, na kwa mtazamo wa haraka unaona watu hawa wanarejea katika chimbuko moja au katika rejea moja ya ikhtilafi yao, wanatofautiana katika masala gani? Swali hili ndugu zangu katika imani halilengi kutaja yale mambo wanayo ikhtilafiana, sababu tunaweza tukasema wanakhtilafiana katika maulidi, hilo ni jambo maarufu. Wanakhtilafiana katika hitma, wanakhtilafiana kwenye mambo ya kama haya yani, na hata ukihesabu yanaweza yakawa sio mengi sana. Lakini
ni kwa nini wanakhtilafiana. Sisi hatuangalii katika darasa yetu ya leo hizi ikhtilafu za maulidi na khitma na 40 na mengineyo. Sisi tunaangalia katika darasa yetu ya leo sababu ya kukhtilafiana ni nini, yani ile misingi mikubwa ambayo imepelekea hizi ikhtilafu ambazo tumezisema. Na nitajaribu kuzungumza katika lugha tu ya kawaida. Taban haiwezi kutoka katika mfumo wa taaluma, lakini lugha ya kawaida ambayo mtu mwingine anaweza kuifahamu. Wanakhtilafiana, na ni sababu ya hizi ikhtilafu ni vitu vingi, lakini nitakuwa nataja katika klipu tofauti kwa sababu nikitaja yote katika klipu moja itakuwa ni mengi sana. Leo tutaje katika suala moja, yani jambo ambalo limezaa ikhtilafu. Ni tuanze na nukta moja. Nukta ya kwanza, kwa mtazamo wangu, mimi naona watu wa BAKWATA hawako serious na dini yao na msimamo wao wa dini. Wanaweza katika suala la dini hawaoni umuhimu wa kulihakiki na kulipembua swala la dini, hata kama lina mvutano wakalihakiki na wakalipembua ili wajue linafaa ama halifai, na kama halifai basi iwe hakuna mjadala, walikatae. Wao wanaweza kuchukulia kama yani simple jambo muhimu kabisa la dini. Inaonekana imekuwa ni kama kawaida yao. Kwa mfano, nilimuona mtu mmoja katika hadhara ambayo imekusanya mashehe wakubwa, akawa anazungumzia usahihi wa uwepo au wa kunasibishwa lile linaloitwa dhikri kunasibishwa na Uislamu. Na hapa dhikri, na hata alitoa mfano akasema ile ya akasema manake hii dhikri waga iko na nini, na lahaja nyingi. Kuna 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 wengine unasikia tu ni mifano mibaya hata kuitaja ya hivi vitu ambavyo vinanasibishwa na dini. Akasema akiwa anaurudi upande wa Ansari kwamba hili jambo lina asili katika dini. Ni kifupi cha ihdinas siratal mustaqim. Akasema hivyo. Ni kifupi cha aya iliyoko katika surati al-Fatiha, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, yani ukirejea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama au kwa maswahaba au karejea kwenye Qur'ani au karejea katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama au karejea katika mwenendo wa kuabudu wa watu wema waliotangulia, ni kweli wakiwemo hawa maimamu wa fiqh na hadithi, ni kweli unaweza kupata haya maelezo yamo kwenye kitabu kwamba ni mtu anamwambia Mwenyezi Mungu ihdinas siratal mustaqim. Kweli unaweza kukuta. Na alivyosema hivyo, wale watu waliokuwepo katika ile hadhara mashehe, manake zile kamera ziko upande wa jukwaa kuu au ziko kwa upande wa maamuma, wale wakashangilia na wakacheka na wakafurahi kuashiria kwamba wanamsupport. Kwa hivyo ukisema unakuwa umesema ihdinas siratal mustaqim. Ama ukiwa unafanya hii, mfano wake ni kama vile ukisoma ile hamzatul wasli ukaunganisha pale kwenye hamzatul wasli, kwa mfano alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ihdinas siratal mustaqim. Kitajwidi unasoma maliki yawmiddin ihdinas siratal mustaqim. Ukisimama maliki yawmiddin ihdinas siratal mustaqim, ukiunganisha unaondoa ile
inakuwa maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim. Kwa hivyo akasema ukisema ni sawa na yule aliyoanzia aya kwenye ihdinas siratal mustaqim. Ukifanya ni kama aliyesoma aya maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim, maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim. Kwa hivyo jambo hili likanasibishwa eti limetolewa katika aya, halafu wakacheka. Halafu akasema pia ina maana nyingine pia, ni shiddatu at-tawajjuh wal khushu'. Hiyo inamaanisha machungu ya moyoni na unyenyekevu, kama vile mtu anavyokuwa na machungu ikawa na labda analia, anatoa sauti ile ya kuguna ile au mtu amezidiwa na kwikwi, labda analilia pepo au analilia anaogopa moto. Kwa hivyo ile akawa hataki kutoa sauti, sasa ile kwikwi ikimzidi ile wanasema hiyo ni shiddatu al-khushu' wa tawajjuh. Hiyo ni maumivu ya moyo ya sikitiko au ya uchamungu. Sasa anasema maneno haya kayatoa tu kichwani tu basi. Wenzake pale mashekhe wakafurahia na wakacheka, wakasema Allahumma salli wa sallim alayhi, na hakuna mtu alimrekebisha, kwa sababu anazungumza swala kubwa, anaadi kitu katika dini, ananasibisha kitu katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiulizwa maswali na Jibril, ananyamaza, hatoi jibu, anasubiria jibu litoke mbinguni. Huyu mtu anazungumza mambo, ukohoaji na ungurumaji, anaunasibisha na surati al-Fatiha, na wao wanashangilia na wanaona maansari wamechapwa, na katiatia na irabu pale za kinahau pale. Hakuna mtu aliyemjibu siku hiyo, na klipu zinaishi mpaka hivi sasa. Hakuna mtu mmoja amemjibu akirekebisha masala hayo. Kwa hiyo mimi naona hii ni katika tofauti za msingi sana. Hawako serious na suala la dini. Kuna mtu alikuwa anasoma Qur'ani. Kuna ustadhi alikuwa anasoma Qur'ani, alafu akasimamisha kisomo chake, akasema kuna mtu ananichezea hapa, huu upande wa huku, yuko upande wa huku, kuna mtu huku ananichezea, nimekuona. Nani katika mafumu ya dini kusema mtu kwamba ameona jambo ambalo halionekani na watu wengine liko upande huu. Uchawi ni kitu cha siri, kuna mtu amemroga yuko upande huu, na majini kadhalika ni kitu cha siri. Kama anamaanisha amerogwa, urogi hauonekani, na ndio maana watu wote hawakuona pale. Yeye anasema akaona. Na kama anamaanisha jini kadhalika, majini haonekani, yeye amesema ameona, watu wote hawakuona. Pale mbele kuna viongozi wakubwa wa dini, hakuna mtu amerekebisha suala hili la hatari sensitive katika masala ya dini, kwa sababu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, waambie hakuna anayejua katika mbingu na ardhi ghaibu isipokuwa Mwenyezi Mungu Jalla wala. Ndio maana qad istaqarra inda ahli sunnati wal jamaa, ni jambo limekuwa limethibiti na limetuama, na ni ufahamu uliotuama na kutulizana kwa ahli sunnati wal jamaa, kwamba hawathibitishi jambo lolote la ghaibu isipokuwa iwe ni kwa njia ya wahi, isipokuwa iwe ni kwa chaneli ya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume anapewa habari ya ghaibu. Alimul ghaibi fala yudhihiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul, isipokuwa ghaibu hayo amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kasema mwenyewe Mwenyezi Mungu Jalla wala katika Qur'ani. Kwa hivyo kwa kuwa hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah, basi channel ya kuithibitisha ghaibu ni moja tu. Sisi hatuthibitishi ghaibu ambayo hatukuikuta katika Qur'ani na hadithi. Yeye akathibitisha hivyo kwamba kuna kitu ameona, na ikawa ni jambo rahisi tu. Sasa hiyo ni rahisi tu ukifungua mlango huu mtu kusema bwana wewe usimuoe huyu,
usiolewe na huyu ama muachane, mimi naona nyota zenu haziendani nyinyi, mambo yenu hayatakwenda vizuri, ndoa yenu itakuwa na ugomvi. Mtu anaanza kuthibitisha mambo ya mustakbal, mambo ya ghaibu, mambo ya huyu ana bahati, huyu hana bahati, ndio zao hizi, kwa sababu they are not serious, hawako serious katika masala ya dini. Hii ni tofauti, yani hii ni nukta ya msingi sana. Ukitaamali, ukiangalia waqi situation ya hawa na hawa, utaona wako katika sura kama hii. Ingelikuwa ni kwa maansari, huyu mtu amezungumza habari ya kunasibisha hizo aya na kukohoa huku, angeliulizwa na ingejibiwa pale pale. Kadhalika mtu anayesema ameona ghaibu, angejibiwa pale pale. Mifano iko mingi, lakini tutakuwa tunaenda kidogo kidogo inshallah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atujalie ni mwenye kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.